Ushauri huo umetolewa na mkurugenzi wa kampuni ya Geoafrica Consultant nchini, Lukelo Mgana, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuelekea kongamano maalum litakalojadili maendeleo na fursa zilizopo katika sekta ya mazao ya nyuki. Wanapokuwa hawana jambo la kufanya au hawana ajira, manake ni hasara kwa taifa, kwa maana ya kwamba wanashindwa kufanya shughuli za uzalishaji mali, hasa pia kwenye kusaidia kuongeza mapato katika nchi. Lakini pia kongamano la vijana ambalo linategemea kufanyika mwezi wa 3, ambalo kusanya vijana kutoka ndani ya jiji la Mbeya, na tuna vikundi ambavyo vinakaribia takriban 570 ambao vinafanya shughuli mbalimbali za kijasiriamali, ambao wao pia watahudhuria kwenye hilo kongamano. Lakini pia kuna taasisi zote za elimu kwa maana ya vyuo vikuu na vyuo vya kati watahudhuria kwenye kongamano hilo. Tanzania na vijana wengi ambao ni kazi kubwa. Kwa upande wake, mfugaji wa nyuki David Liama ameiomba serikali kupitia mamlaka husika kuendelea kutoa elimu na mafunzo kwa vijana, hususan mbinu bora za ufugaji wa nyuki ili waweze kuzalisha kwa viwango vinavyokidhi mahitaji ya soko. Poli mengi, fursa ni kubwa. Huko Kawetele, njia hii tu ya huko Nsoi, ziwa, wapi kuna mapoli mengi sana ambayo yapo wazi kufuga. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana, ila watu tu hawajafanya nini? Nyuki automlisha, autompeleka hospitali, autofanya chochote. Nyuki anataka tu maji, anataka tu na maua, mimea ya kawaida tu anazalisha. Na ana mazao mengi sana ukiachana na hiyo asali ya kampuni hiyo. Kwa hiyo nataka niseme tu ni elimu tu haijawa nje nyingi sana. Ndio maana tunaungana na kampuni ya Geoafrica ili na sisi tupush tunapoongelea Mbeya, kwa sababu tuna fursa kubwa sana hiyo kwenye uzalishaji mkubwa sana wa mazao ya nyuki. Naye kijana Isa Kilongo kasisitiza umuhimu kwa wafugaji chipukizi, akieleza kuwa maarifa sahihi yanawezesha kufuga kibiashara, kuongeza uzalishaji na kuwekeza mitaji kwa ufanisi zaidi. Kundi kubwa la vijana likiweza kupewa hiyo elimu itasaidia vijana kama sisi kama vijana kuweza kuondokana na kukaa vijiweni pasi na kazi. Tutaenda kujiwekeza huko, tutafuga nyuki vizuri tu kwa sababu tumepewa elimu na tunaelewa. Kwanza ni hatua nzuri. Vijana wengi hatuna hiyo elimu. Kwa hiyo ujio wa fursa hii kwa vijana kukutana na kuweza kufundishwa na kupewa mafunzo ya namna bora, namna gani na njia nzuri na njia sahihi za kuweza kufuga nyuki ni jambo zuri, ni jambo ambalo tunalitamani tokea muda mrefu, kwa sababu vijana tunatamani tupate hizo fursa, tuelekezwe, tupewe elimu. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.